akatuma mtu na akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjulia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Yamkini nikasoma kitabu hicho tu na nikamaliza kwa sababu ya muda, na nimekuja tu kuatia mafuta, na hiyo ndio kazi kubwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, umenitia mafuta kwa Jumatatu ya kwanza kabisa kusimama katika madhabahu haya. Jambo moja ninalolikataa ni kuyazoea madhabahu. Najua huwa unanitumia, ila naomba achilia mafuta yako kwenye kinywa changu, ili yoyote anasikia neno hili akiwa kanisani hapa, yule anaangalia kwenye YouTube na Facebook, abarikiwe pia. Akiconnect na hii neema, it doesn't matter how far he or she is. Nitaomba ubariki everybody atakayesikia chini ya upako huu leo. Ninaomba utubariki sote kwa ujumla. Mapepo, majini, mizimu ya kila aina inaenda kusubmit under the anointing. Vipawa, karama, kazi, biashara, fedha ziachiliwe katika anga. Nitakapokuwa na ubiri, malaika wa Bwana waendelee na operation